والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutupa taufiki na kutuwezesha kuonana tena Ijumaa hii ya kwanza katika mwezi huu wa Dhulqaada, katika mwezi huu wa mfungo pili, ikiwa zimepita siku mbili, leo ni siku ya tatu kutoka tumeanza mwezi huu Dhulqaada katika miezi mitakatifu. Na kwa kuwa mwezi wa Dhulqaada umekwenda sambamba na tarehe 1 ya Mei na tarehe 1 ya mwezi wa 5 ikijulikana kama Mei Mosi, tumeona tuzungumze haki za mfanyakazi katika Uislamu na jambo la kazi ndani ya Uislamu, kwa kuwa dunia pamoja na Tanzania tarehe 1 ya mwezi wa 5 au Mei Mosi inasherehekea siku ya mfanyakazi. Si vibaya na sisi tukazungumza dini yetu ya Uislamu inalisemaje jambo la kufanya kazi, inamwangalia vipi mfanyakazi, lakini inamwangalia vipi mwenye kuajiri mfanyakazi. Sasa tukirudi kwenye jambo la kazi ndani ya Uislamu na ufanyaji wa kazi katika dini ya Uislamu, tunapata Qur'ani tukufu inatoa amri ya watu kufanya kazi, inatoa amri ya watu kutokukaa bure, bali kuwajibika. Bali si hivyo tu, sio amri ya kazi, bali amri ya kufanya kazi, na Mungu anachunguza jambo la kazi, lakini mtume analichunguza jambo la kazi, na waumini wanalichunguza jambo la kazi. Kwa hivyo jambo la kufanya kazi katika Uislamu, kama Umoja wa Mataifa, kama mataifa yameonelea kusherehekea siku maalumu ya mfanyakazi ndani ya Uislamu, jambo la kazi ni amri. Jambo la kazi ni jambo linaloangaliwa ni Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, Tauba 105, waqul i'malu, ewe Muhammad waambie watu wako wafanye kazi, waambie Waislamu wasibweteke,
waambie vijana wa Kiislamu wasikae pasi na kufanya kazi. I'malu, fanyeni kazi. Na fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, na vijana wakifanya kazi na waumini wakifanya kazi na watu wakitoka kuwajibika kwenye kutafuta chakula chao cha halali, basi jambo hilo Mungu atakuwa analiangalia, Mtume analiangalia, lakini ahlul baiti wanaliangalia, lakini waumini vile vile wanaliangalia. Alafu wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada, na siku ya Kiyama Mungu atakwenda kuwaulizeni, wewe ulikuwa unafanya kazi, wewe ulikuwa unawajibika. Kama ulikuwa unafanya kazi ya halali, unakula chakula cha halali, unawajibika kuwajibika kwa halali, kesho utakuwa mbele za Mungu, wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kibarua ulichokuwa unakifanya wewe ni sawa sawa, kibarua ulichokuwa unakifanya wewe sio sawa, wewe umekwenda sambamba, wewe umekosea. Kwa hivyo utaona umuhimu wa kazi katika Uislamu. Kama mataifa yameweka siku maalumu Mei Mosi ya kumkumbuka mfanyakazi na umuhimu wake, zaidi ya miaka 1400 Qur'ani chini ya usimamizi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad amelizungumza jambo la mfanyakazi, jambo la kuwajibika. Lakini si hivyo ndugu zangu wapendwa, katika dini ya Uislamu, ibada ya usiku ambayo ni muhimu mno, ambayo ni kinga mno, na ambayo kwa Mtume amelazimishwa lazima asimame visimamo vya usiku. Lakini pamoja na uzito wa visimamo vya usiku, visimamo vya usiku vimepunguzwa na kufanywa vyepesi kama vitapingana na tukio la kutafuta riziki, kama vitapingana na tukio la kufanya kazi mchana. Wewe ukisimama saa 8 za usiku utashindwa kwenda kibaruani, utashindwa kwenda kazini. Mungu akatoa maelekezo ibada ya usiku ipunguzwe ili upate nafasi ya kufanya kazi. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah faqra'u ma tayassara minhu, na wengine yadribuna fil ard, wanatembea katika ardhi, wanasafiri ardhini. Huyu anatoka anaelekea Vingunguti, ana shughuli yake. Huyu anatoka anaelekea Gongo la Mboto asubuhi, ana shughuli zake. Huyu anatoka anaelekea wapi, ana shughuli zake. Yadhribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah, wanatafuta riziki, wanatafuta kitu cha kuwatosha wao na familia zao na watoto wao. Kwa hivyo faqra'u ma tayassara minhu, soma kile ambacho itakuwa ni chepesi. Kwa hivyo simama muda mfupi, simama muda mchache, usome Qur'ani nyepesi tu ya masaa machache, ya muda mchache, ili uweze mchana kwenda kutafuta riziki ya halali, ili uweze mchana kwenda kufanya kazi. Na ndiyo maana ndugu zangu wapendwa, kwa sababu ya uzito wa kazi, kwa sababu ya umuhimu wa kufanya kazi, ndiyo ukapata riwaya zina walaumu wavivu, ukapata riwaya zina mlaumu mtu ombaomba, na baadhi ya riwaya zikatuambia kwamba mtu anayeombaomba, kile kitendo cha kuombaomba, kila ukiomba nyama zinaanguka katika uso wako.
na siku ya Kiyama mbele za Mwenyezi Mungu utakwenda ni mtu ambaye uso wako hauna nyama hata moja. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu unataka watu wafanye kazi. Uislamu unataka watu wawajibike. Uislamu unataka mtu atoke jasho ale kwa sababu ya jasho lake, na wala asile kwa sababu ya jasho la mtu mwingine. Kwa hivyo kisimamo cha usiku kimepunguzwa ili watu watoke wawajibike, ili mfanye kazi. Kwa hivyo kama kutaonekana uvivu ndani ya Uislamu, jambo hilo halina mahusiano na dini hata siku moja. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah faqra'u ma tayassara minhu. Lakini sio hivyo tu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuonyesha kwamba tendo la kufanya kazi ni ibada. Tendo la kutoka wewe kwenda kufagia barabara asubuhi kwa sababu umeajiriwa, tendo la kutoka la kufagia maofisi kwa sababu umeajiriwa kufagia, tendo la kutoka kukamata jembe kwa sababu ya kilimo, tendo hilo ambalo ni kazi, unapokuwepo uko ndani ya ibada. Bwana Mtume anasema, wa inna minadh-dhunubi ma la yughtafaru illa bisai anil maaish. Kuna baadhi ya madhambi mtu hafutiwi madhambi hayo isipokuwa anapotoka kwa sababu ya kutafuta riziki, anapokuwa katika harakati za kutafuta maisha. Kwa hivyo ndani ya Uislamu, ndugu zangu wapendwa, jambo la kufanya kazi ni jambo la ibada, ni jambo ambalo mtu analipwa kwa sababu ya kufanya kitendo hicho. Kwa hivyo ndugu zangu, kama walimwengu na mataifa tofauti yamesherehekea Mei Mosi, siku ya mfanyakazi, sisi katika Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, na ahlul bait alayhimus salam, na Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, na Qur'an inaliangalia jambo la kazi ni katika mambo muhimu, ni katika mambo mazito, ni katika mambo ya mitume. Nyote mnasoma katika tarikh, katika historia, kwamba tunao mitume waliokuwa wakifanya kazi na wakila kwa kupitia mikono yao. Akina Daud, wa alanna lahu alhadid. Nabiyullahi Daud ni mtume wa Mungu, lakini alikuwa ni fundi chuma. Nabiyullahi Zakaria kana najjaran, ni mtume wa Mungu, lakini alikuwa ni fundi saramala. Nabii Idris alikuwa ni mtume wa Mungu, lakini kana khayyatan, alikuwa ni fundi mwenye kushona, ni fundi wa kutengeneza nguo, ni fundi cherehani. Kwa hivyo jambo la kazi ni min sunanil anbiya, ni sunna ya mitume salawatullahi wasalamuhu alayhim ajma'in. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakini tusisahau kwamba kipenzi chetu na mtume wetu wa mwisho ambaye hakuna mtume baada yake yeye, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alikuwa mfanyakazi mkubwa, alikuwa mtendaji mkubwa. Amefanya kazi ya kuchunga mbuzi kama tunavyosoma katika baadhi ya vitabu vya tarikh mwanzoni mwa maisha yake. Lakini sio hivyo tu, kana tajiran kabiran, alikuwa mfanyabiashara mkubwa.
yeye pamoja na mkewe Khadijatul Kubra, mali yake pamoja na mali ya bibi Khadija ikitumika katika biashara, ndiyo fedha zilizokuwa zinatumika kwa ajili ya kuendeleza Uislamu. Kwa hivyo ukiacha Qur'an, ukiacha sunna, ukiacha mitume wengine, mtume wetu hakuwa mvivu. Mtume wetu alikuwa mfanyakazi, mfanya biashara. Na sikuambii riwaya zilizokuwa nyingi zinazobariki jambo la biashara na jambo la kufanya kazi. Kwa hivyo sisi katika Uislamu hatuna kitu kinachoitwa uvivu. Akipatikana mvivu, basi ni kwa sababu ya mila zake na taratibu zake, lakini dini ya Uislamu haina hata chembe ya kuzungumzia kitu kinachoitwa uvivu. Mungu awarehemu wazee wetu wa mwambao huu ambao walikuwa wakiamini kwamba riziki zinagawiwa wakati wa asubuhi, na ulikuwa ukitaka ugombane na wazee wa mwambao uswali swala ya asubuhi, alafu urudi kitandani, alafu urudi kulala, wakiitakidi kwamba muda huo ni muda wa kugawiwa riziki. Lakini tusahau maneno haya, albarakatu fil bukuri, siku zote baraka iko wakati wa asubuhi, iko wakati wa kuroka. Unaporoka mapema, ukaamka mapema, ukafanya mambo yako, ukafanya shughuli zako, unakuta kwamba kuna tofauti siku hiyo na siku unayochelewa kuamka. Jaribu kuamka salatu subhi au kabla ya salatu subhi, alafu utekeleze nyajibu zako, ufanye mambo yako, utajikuta kwamba mambo mengi umeyatenda vizuri, tofauti na kuamka kuchelewa. Albarakatu fil bukuri, baraka iko katika wakati wa asubuhi. Kwa hivyo asli ya Waislamu si watu wavivu. Asli ya Uislamu ni dini inayozungumzia umuhimu wa kazi na kufanya kazi. Na mwisho, kazi ina faida mbili. Ina faida hapa duniani na ina faida akhira. Ukifanya kazi, ukiwajibika hapa duniani, ujue una faida, lakini na kesho akhira vile vile una faida. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, yoyote mwenye kufanya kazi nzuri, man amila saliha, yoyote mwenye kufanya kazi iliyokuwa salama, man amila saliha, yoyote mwenye kufanya kibarua kinachompa kipato cha kutatua changamoto zake na familia yake, min dhakarin au untha, awe mwanamume au mwanamke, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, mtu huyo ajue kwamba ataishi maisha mazuri. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Kwa hivyo anayeamka mapema akawajibika, akenda kibaruani kwake, akaisumbua akili yake, akajituma kuhakikisha maisha yanasimama, Mungu anasema mtu huyo tutampa maisha mazuri, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ataishi vizuri. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wapendwa, maisha yanatafutwa. Hakuna habari ya kwamba Mungu analeta. Mungu ana uwezo wa kuleta. Allahu akbar. Kwani Mungu hana uwezo wa kukuletea nyumba kutoka mbinguni ukaishi? Anao uwezo huo. Kwani Mungu hana uwezo wa kukuletea gari zuri kabisa? Sijui linaitwaje gari zuri kabisa, cruiser ala kulli hal, gari zuri lile la kisawasawa. Mungu ana uwezo wa kukuletea,
lakini sio sunna kaunia, sio taratibu ya Mungu alivyopanga. Mungu amepanga ufanye kazi, utoke jasho ili akupe maisha mazuri, umiliki nyumba nzuri, uwe na gari zuri, upate mke mzuri, upate watoto wazuri, ule chakula kizuri. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Kwa hivyo msije mkajaa kwenye sehemu za washirikina. Naomba nkokoteze hapa, msije mkapoteza muda wenu kwenda kwenye sehemu za washirikina, mkiamini washirikina hao wakiwaombeeni Mungu, wakiwafanyieni mambo mtakuwa matajiri. Hamui matajiri. Utajiri unakuja kwa kufanya kazi. Huyo Bill Gates mnayomsikia na mapesa mengi, huyo Bill Gates mnayomsikia na wengine mnaowajua hapa nchini wanafanya kazi. Huyo mzee mnayomsikia anaitwa Bakhresa ana pesa nyingi, anafanya kazi. Hivi mnadhania Bakhresa anakaa nyumbani analala mpaka saa 7 za mchana? Anafanya kazi. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Kwa hivyo vijana wa Kiislamu, kama mnataka muwe na magari mazuri, muwe na nyumba nzuri, mpate wake wazuri, muwe na uwezo wa kusafiri kwenda popote, kutembea, fanyeni kazi. Na wala sio kucheza kamari mtakuwa matajiri, na wala sio kubeti mtakuwa matajiri, na wala sio kupoteza muda kwenye vikao vya kahawa mtakuwa na maisha mazuri. Wa qul i'malu, Mungu anasema, naomba nirudie maneno makubwa na mazito haya, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Tutampa maisha mazuri. Kwa hivyo anayetaka maisha mazuri afanye kazi. Na ukitaka kutambua Waislamu asili yao ni kufanya kazi, asili yao ni kutenda kazi, muangalie mtume wao, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyewe namkumbuka hata alipokuwa anajenga msikiti wake hakulala, yeye na maswahaba wake wakawa wanabeba mawe ya kujenga msikiti, kuonyesha mtume wetu alivyokuwa mfanyakazi. Lakini amirul mu'minin wa qaidul ghurril muhajjalin, imamul mashariqi wal magharib, asadullahi al-ghalib, sayyiduna Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amirul mu'minin Ali alikuwa mkulima, alikuwa mfanyakazi, na mpaka leo zipo ardhi Najaf Iraki pamoja na Madina zinanasibishwa ni mashamba ya nani? Ni mashamba ya Amirul mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa hivyo katika Uislamu hatuna uvivu. Uislamu si dini ya uvivu. Uislamu ni dini ya kazi. Kama ulimwengu una Mei Mosi, basi Qur'an imelizungumza jambo la kazi, imelizungumza jambo la kuwajibika na kutafuta riziki ya halali kwa nguvu kubwa mno. Wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Na siku ya Kiyama anayefanya kazi iliyokuwa safi na salama, hali riba, hali rushwa, hali mali ya haram, hali cha mtu huyo siku ya Kiyama malipo yake atalipwa mazuri mno, kwa sababu ya kazi nzuri aliyoitenda katika uhai wa dunia. Na kwa haraka tu, kwa kumalizia, katika haki muhimu za wafanyakazi, katika haki muhimu za mtumishi
ni malipo yake. Moja katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyazungumza kwa nguvu kubwa, lakini ndani ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni jambo la kumlipa mfanyakazi, ni jambo la kumlipa mtumishi, mtu aliyetoka kwa ajili ya kuja kulitumikia jambo fulani na mkakubaliana kiwango fulani cha malipo. Dini ya Uislamu, Qur'ani pamoja na Mtume wanaliangalia jambo hilo ni muhimu mno na ni zito mno. Mungu anasema ndani ya Qur'an, wala tabkhasu nnasa ashya'ahum, yale mnayokubaliana, nitakulipa mshahara wako shilingi 300,000. Mungu anasema usije ukaipunguza 300,000 mliokubaliana. 300,000 ya mfanyakazi imwendee kama ilivyo, 300,000 ya mfanyakazi aipate kama mlivyokubaliana. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema watu watatu siku ya Kiyama atakwenda gombana nao, atakwenda vutana nao, ana khasmuhum yawma alqiyama. Katika hao watu watatu ambao wana ugomvi na Mtume, mtu mmoja ni rajulun istaajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra. Mtu huyo atakwenda kugombana na Mtume. Mmekubaliana na mfanyakazi kwamba kima cha mshahara wake ni shilingi 300,000. Mwisho wa mwezi umemalizika, amewajibika, wewe unakwenda kumpelekea 200,000. Wewe siku ya Kiyama utakayezozana naye, utakayevutana naye ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo moja katika haki muhimu ni haki ya malipo, mfanyakazi alipiwe kwa uadilifu. Na ni jambo vile vile la kufurahisha kwa wale wafanyakazi na kwa kazi nzuri ya mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jambo zuri na motisha mzuri aliyouonyesha kwa wafanyakazi kwa kupandishiwa kiwango cha mshahara kutoka maalumu kwenda kiwango maalumu kizuri ambacho huenda kikatatua kidogo changamoto za wafanyakazi. Ni jambo la kufurahisha na jambo la kuweza kusemwa katika mimbar, kwa sababu mtu anapowajieni na jambo jema, basi kama hamna cha kumfanya lolote, basi ni kumwombea Mungu. Kwa hivyo tunapongeza hatua hizi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwaangalia wafanyakazi katika siku ya wafanyakazi. Na hili linakwenda sambamba na maneno ya Mungu, wala tabkhasu nnasa ashya'ahum, kile mtu anachostahiki. Je, kipindi hiki kiwango kilichokuwa kimewekwa 300,000 na je kinaweza kutatua changamoto za mtu? Kwa hivyo ni jambo la kupongezwa kwa mama yetu huyu. Lakini katika haki za mfanyakazi kwa haraka ni haqur raha. Muda hauturuhusu, tungeweza kuzipeleka katika riwayati na katika ahadith, lakini mfanyakazi ana haki vile vile ya kupumzika. Baadhi ya waajiri huona kwamba ili atimize haki zake, anaona kwamba mfanyakazi lazima masaa yote 24 asimame kwenye kazi, ndio hapo anastahiki mshahara waliokubaliana. La, kuna haki ya kupumzika ya mfanyakazi, kuna haki dhaman, haki ya malipo kunapotokea matatizo fulani,
Lakini vile vile kuna mambo yanayowahusu wafanyakazi wenyewe. Ni wajibu wa wafanyakazi alilmu biwajibatihim. Mfanyakazi ni lazima ajue kazi yake anayoifanya. Lakini jambo jingine muhimu kwa wafanyakazi ni ashuuru bilmasuliya, ni kuhisi masuliya. Na hili ni jambo kwa kweli linahitajia darasa, linahitajia kupigiwa kelele kwa Watanzania hususan. Sijui nchi nyingine, lakini kwa Watanzania hususan. Leo hii tunazo kampuni nyingi zilizoajiri watu kutoka nje. Moja ya changamoto unayowasikia kwa waajiri, wanakuambia ni ashuuru bilmasuliya. Unapomwajiri Mtanzania haisi kwamba jambo hili ni la kwake. Ni wajibu wa kisheria, ni wajibu wa dini ya Kiislamu. Anayekuamini katika kazi yake basi uaminike. Amekuamini mtu kama meneja wa mgahawa wake kwa vigezo 1, 2, 3, 4, 5, ni wajibu wako kuhisi kwamba jambo hili ni la kwako, kuhisi kwamba jambo hili ni lako, na ndiyo maana ulilichukulia makubaliano. Lakini jambo jingine muhimu kwa wafanyakazi ni al-amana wal-ikhlas, ni uaminifu na ikhlasi na ukweli wa mambo. Leo uaminifu umesambaratika. Leo tunao watu wako tayari kwenda nje ya nchi kuchukua wafanyakazi, na ukiwauliza wanakuambia asilimia kubwa ya watu wetu si waaminifu. Tujipambe na sifa ya uaminifu. Al-amanatu tajlibu rizq, Amirul Mu'minin kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba uaminifu unaleta riziki. Kwa hivyo ni jambo muhimu na ni jambo zito. Haki hizi za huyu anayefanya kazi ajue wajibu wake. Lakini mwisho nataka niwaeleze kitu muhimu. Mnapokubaliana kazi fulani, maneno makubwa haya, mnapokubaliana na mtu kwamba nimekubaliana na wewe utafanya kazi zifuatazo 1, 2, 3, 4, 5, masaa kadhaa, ni wajibu wako wewe kufanya kazi mlizokubaliana na kutimiza masaa mliyokubaliana. Na kama hutokamilisha kazi mlizokubaliana, na kama hutofanya kazi kwa muda mliokubaliana, mshahara mliokubaliana ukiutia kwenye mdomo wako unakula mali ya haramu. Naomba salawat. Naomba nirudie tena. Mnapoingia kwenye makubaliano ya kibarua, utafanya kazi masaa kadhaa, mshahara kadhaa, ukaenda kinyume, muda wa kufanya kazi unacheza na simu, muda wa kufanya kazi unachati kinyume na makubaliano, mshahara unaopata ni nje ya makubaliano, wabitali unachokila unakula mali ya haram. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi. Mkifanya kazi, Mungu atabariki kazi zenu, Mtume atabariki, na waumini watazibariki kazi zenu, na ndivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Amma ba'du faqad faza al-muttaqun. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على 9 المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات. بجميل ما عندك يا كريم استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك يا رب بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. دعاء الوحدة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون. لا فله